Waziri wa mambo ya nje ya Poland Ladosław Sikorski amesema kuwa serikali ya Warsaw iko tayari kupokea wanajeshi wa Ujerumani nchini humo ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuhakikisha usitishaji wa mapigano nchini Ukraine. Kwa mujibu wa Sikorski, uwepo wa wanajeshi wa Ujerumani nchini Poland si jambo jipya. Kwa miaka mingi tayari wamekuwa wakihudumu katika misheni mbalimbali za umoja wa kujihami wa NATO, hatua inayolenga kuimarisha usalama wa eneo hilo. Kauli hiyo ilitolewa baada ya mashauriano ya ngazi za juu yaliyofanyika mjini Paris, yakihusisha mawaziri wa mambo ya nje wa Poland, Ufaransa na Ujerumani. Mkutano huo ni sehemu ya kile kinachojulikana kama Muungano wa Weimar, jukwaa la ushirikiano wa pande tatu kati ya nchi hizo. Sikorski amebainisha kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Poland na Ujerumani umeimarika kwa kiwango kikubwa, akikumbusha kuwa katika mazoezi ya kijeshi ya pamoja yaliyofanyika mwaka jana, jenerali wa Kijerumani aliwahi kuongoza brigadi ya mizinga ya Poland, huku jenero wa Kipoland naye akiongoza brigadi ya Ujerumani. Hii ni ishara ya kuaminiana na mshikamano wa kijeshi. Aidha, waziri huyo aliishukuru Ujerumani kwa uamuzi wake wa mwaka jana wa kupeleka wanajeshi kusaidia kulinda uwanja wa ndege karibu na mji wa Zesko, kusini mashariki mwa Poland. Uwanja huo ni kitovu muhimu cha kusambazia misaada ya kijeshi na kibinadamu kwa Ukraine. Wakati huo yakiendelea, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kwa mara ya kwanza ameonyesha wazi uwezekano wa jeshi la Ujerumani kushiriki katika operesheni za kulinda amani. Ingawa si lazima ziwe ndani ya Ukraine, zinaweza pia kufanyika katika eneo la NATO lililo karibu na mipaka yake. Sikorski ameongeza kuwa endapo usitishaji wa mapigano utafanikiwa na operesheni ya kulinda amani kuanzishwa, nchi kadhaa zikiwemo Ufaransa kama taifa kiongozi tayari zimekubaliana juu ya hatua za maandalizi zinazofanyika nchini Poland. Amesema kuwa mipango ya kina zaidi itashughulikiwa na makao makuu ya kijeshi ya nchi husika. Kwa upande wa serikali ya Ujerumani, imeeleza kuwa mazungumzo ya Paris yalilenga kujenga dhamana thabiti za usalama kwa Ukraine baada ya mapigano kusitishwa, pamoja na mchango wa Ulaya katika usalama wa muda mrefu wa bara hilo. Ikumbukwe tu, Muungano wa Weimar ulianzishwa rasmi mnamo mwaka 1991 kama jukwaa la mazungumzo kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Poland. Mashambulizi ya Urusi yanaendelea kugharimu Ukraine. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, hali ya nchi ya Ukraine bado ni ya kusikitisha mno. Watu wawili wameuawa na wengine 8 kujeruhiwa baada ya shambulio la Urusi katika bandari moja karibu na jiji la Odessa, kando tu ya Bahari Nyeusi. Gavana wa mkoa wa Odessa, Ola Kipa, kupitia ukurasa wake wa Telegram amesema shambulio hilo limesababisha uharibifu mkubwa katika bandari ya Pivdeni na Chornomorsk. Picha zilizoshiriki zinaonyesha makontena ya mizigo yaliyoharibiwa vibaya pamoja na malori yaliyopata madhara makubwa. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya Ukraine vinaeleza kuwa milipuko pia ilisikika ndani ya jiji la Odessa. Bandari ya Bahari Nyeusi ni muhimu sana kwa uchumi wa Ukraine, hasa katika usafirishaji wa nafaka na mazao mengine ya kilimo kwenda nje ya nchi, jambo linaloifanya miundombinu hiyo kuwa shabaha muhimu katika mzozo unaoendelea. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.